Amen. This morning I have come with a message for 4 groups of people. Asubuhi ya leo nimeleta ujumbe kwa viwango vine vya watu. So if you are among those groups of people, kama uko miongoni mwa hao watu, please pay attention to what I will say this morning. tafadhali kuwa makini kwa kile nitasema This asubuhi is ya a leo. message I think I ministered here 2011. Huu ni ujumbe ambao nafikiri nilihubiri mwaka wa And I believe 2011. this morning somebody has an ear to listen. Na ninaamini asubuhi ya leo mtu ana sikio la And kusikia. you are ready to receive the word. Na uko tayari kupokea First neno. of all, I want to speak to some people this morning. Kwanza ningetaka kuwanenea watu asubuhi ya leo. The first group of people I want to speak to Kikundi cha kwanza cha watu ambao ningetaka is a kunenea group of people ni kikundi cha watu whose efforts, ambao bidii yao, it doesn't matter how hard you work, haijalishi unafanya bidii kiasi it gani, doesn't matter how early you wake up in the morning, haijalishi unaamka mapema your kiasi gani, efforts amount to nothing. ya kwamba bidii yako haifaulu. That's the first of group of people that I'm talking to. Hicho ni kikundi cha kwanza cha watu It ninaonenea. doesn't matter how hard you work, Hata ufanye bidii namna it gani, doesn't matter how many investments you make, hata uwekeze namna gani, your efforts can bring nothing. bidii yako haina mapato. The second group of people Kikundi cha pili cha watu is a group of people ni kikundi cha watu that cannot handle success. ambao hawawezi kukaa na fanaka. The second group of people Kikundi cha pili cha is watu a group of people that cannot handle success in their lives. ni watu ambao hawawezi kudumisha fanaka maishani At mwao, this time you are successful ya kwamba hapa umefanikiwa and you are in front. na uko The mbele. next time we look for you, Wakati mwingine tukikuangalia you are at the tail. umekaa kule You nyuma, cannot be able to handle success. hawezi kudumisha The fanaka. third group of people, Kikundi cha tatu cha the watu, third group of people kikundi cha tatu cha is a watu group of people ni watu who have nothing good to show in their lives. ambao hawana chochote kizuri cha kuonesha maishani. You work hard, Unafanya you bidii, look smart. unaonekana When mzuri, people look at you, watu you wakikuangalia look like money, unakaa kama una but your pesa, wallet is forever empty. lakini kibeti chako hakina The chochote. next group of people Kikundi kingine cha watu is a group of people ni watu ambao that live a wasted life. maisha yao yameishi kuharibika. A wasted life. Maisha yao yameishi Whatever you kuharibika. handle wastes. Kila unachoshika kinaharibika. Your story is the same. Hadithi yako ni ile The ile. story is the same. Hadithi haibadiliki. Yesterday your story was the same. Jana hadithi ile ile. Today the story is the Leo same. hadithi Tomorrow we haibadiliki. can predict your story will be the Kesho same. tunajua hadithi yako ni ile ile. But your story will change today. Hadithi yako Come on, itabadilika I said leo. your story will change today. Hadithi yako If itabadilika your leo. story has been the same, Kama hadithi yako I am itakuwa ile here to ile, declare to your life, ninatangazia your maisha story yako. must change. Hadithi yako Come on, tell itabadilika. somebody my story must change. Hadithi yangu Come on, look itabadilika. at somebody and tell them your story must change. Hadithi yako You itabadilika. cannot be giving us the same story day in, day out. Hakuna vile utakuwa na hadithi moja When kila you go to wakati. draw water at the tap, Ukienda kuchota maji your kwa story mfereji, is the same. hadithi ni When you're ile. going to the market with other women, Unapoenda sokoni na your story is wenzako, the same. hadithi When ni you're ile ile. seated in the fellowship, Ukiwa kwa you are ushirika, always the prayer item. kila wakati Your umekuwa story ombi. must change today. Hadithi yako Come on, I itabadilika said your leo. story must change today. Hadithi yako I itabadilika said your leo. story must change Hadithi today. yako itabadilika leo. Praise the name of the Lord. Amen. Judges chapter number 6 from verse number 2. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 2, And my Bible says, Biblia inasema and the hivi: hand of the Midian prevailed against Israel, and because of the Midianites, the children of Israel made them dens, which are in the mountains and caves and strongholds. mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli, tena kwa sababu ya Wamidiani wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Verse number 3, the Bible says, and so it was when Israel had sown that the Midianites came up, and the Amalekites and the children of the east, even they came up against them. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao. Verse number 4, and they encamped against them and destroyed the increase of the earth, till thou came unto Gaza, and left no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor ass. Wakapanga marango juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli
riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Verse number 5, for they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshoppers for multitude, for both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. Kwa maana walikuwa na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi, wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Verse number 6, and Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel called unto the Lord. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. I know we are not used to such long readings, Najua haujazoea somo refu namna but hiyo. there is something I want us to get from that portion of scripture. Lakini kuna kile ningetaka tuelewe katika hiyo andiko. The Bible says, Biblia inasema every time the children of Israel planted, kila wakati wa Israeli walipopanda, I want you to take note of this. nataka ujue Before they planted, kabla the hawajapanda Midianites had no business with them. Wamidiani hawakuwa na But shughuli. immediately they planted, Mara tu and their wakipanda harvest was ready. na The wanakaribia Bible kuvuna, says, Biblia the inasema Midianites came up. Wamidiani I wanakuja. have come to declare to somebody, Ninakuja there is a kukutangazia power called the power of the Midianites. kuna nguvu inayoitwa nguvu za It is a Wamidiani, power that wastes your na harvest. nguvu ya kuharibu It mavuno is a yako. power that has no business before you plant. Ni nguvu ambayo haijali wakati haujavuna, As long as the haujapanda. children of Israel had not planted, Wakati wa Israeli the hawajapanda, Midianites had no business with them. Wamidiani hawakuwa na But the shida. Bible says, Biblia as inasema soon as they planted, mara tu and the wakipanda harvest was ready, na mavuno I don't yamekaribia. know who has been pursuing your life, Sijui nani but I anataka have maisha come this yako. morning with Nimekuja a siku ya message to leo declare kwa ujumbe wa that every kutangaza Midianite in your life, kila Midiani every kwako, destroyer of your harvest, kila anayeharibu any mavuno man or yako, woman, mke ama come on, I mume, said any man or woman kila mme na that kila has been mke destroying your harvest, anayeharibu I mavuno don't know how yako, far they have pushed you, na sijali but I kama have come to declare nimekuja this is their kutangaza day to expire. hii ni siku yao kuangamia. Bible says, Biblia inasema immediately the children of Israel planted, mara tu Waisraeli wakipanda, the Midianites arose. Wamidiani wanakuja. Somebody say Midianites. Wamidiani, Come on, somebody say Midianites. Wamidiani. Somebody is asking me, who are these Midianites? Labda unauliza Wamidiani ni akina Number one, nani? I want you to know, Kwanza the ningetaka ujue Midianites were the enemies of God. Wamidiani walikuwa maadui wa Mungu. Why were they the enemies of God? Na ni kwa nini walikuwa maadui wa Their work Mungu? was only to destroy Kazi yao ilikuwa the kuharibu harvest of the children of Israel. mavuno ya wana wa And I Israeli. want you to know Ningetaka that the ujue Midianites, Wamidiani they were actually the descendants of Keturah, walikuwa wa uzao wa Ketura, the woman that Abraham had married. yule mwanamke aliyekuwa ameolewa na Ibrahimu. Praise the name of the Lord. Amen. So they were the enemies of God Kwa hivyo walikuwa maadui wa Mungu because they were children of a concubine. kwa sababu walikuwa watoto wa mpango wa kando. I like the way she put it, mpango wa kando. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. The Midianites, Wamidiani they were the enemies of God. walikuwa maadui And wa I want Mungu. you to know, Ningetaka ujue, whether you know it or not, wewe ujue if usijue, you are in the category of people that I have listed down, kama uko kiwango ambacho you nimetaja, have nothing good to show in your life. hauna chochote cha You have kuonesha, nothing you can be able to show people. You have no results. hauna matokeo. There's a Midianite in your life. Kuna Wamidiani But I maishani have come to mwako. declare to that Midianite, Nimekuja kuwatangazia the hawa hand of the Lord Wamidiani. is against them. Mkono wa Bwana Come on, uko I juu say the yao. hand of the Lord is against them. Mkono wa Bwana uko The hand kinyume of the nao. Lord is against every Mkono wa Midianite. Bwana uko juu ya The Bible Wamidiani. says, Biblia inasema every time the children of Israel planted, kila Waisraeli walipopanda, there was an enemy that rose. adui The anainuka. enemy is called the Midianites. Adui anaitwa What is the Wamidiani. work of the Midianites? Kazi ya The Wamidiani ni work of the gani? Midianites Kazi ya is to Wamidiani make sure ni you kuhakikisha will never enjoy your harvest. hautafurahia As mavuno long as you yako. have no harvest, Mradi hauna the mavuno, Midianite has no business with you. Wamidiani hawana But I shida. am here to
to declare to somebody, Niko hapa you shall kutangaza. enjoy your harvest in Jesus' name. Utafurahia mavuno Come on, I yako. said you will enjoy your harvest. Utafurahia mavuno Some yako. of you work so hard. Wengine mnafanya bidii. But if I ask you, Lakini what have you nikakuuliza, done all your life? miaka yako yote You have umefanya nothing nini? to show. Hauna la There is a kuonesha. Midianite in place. Kuna But I have Wamidiani. come to declare Nimekuja every kutangaza. Midianite Kila that has been Wamidiani destroying your harvest wanaoharibu mavuno right yako. now, Sasa the hivi hand of the Lord is against them. mkono wa Bwana uko juu Bible yao. says Biblia the inasema children of Israel Waisraeli cried upon the Lord. wakamlilia And the Bwana. Bible says Biblia the inasema Lord used a prophet. Bwana I am akatumia here to nabii. declare upon this mountain. Niko hapa There is kutangaza a kwenye prophet mlima that the huu Lord will hear their voice. ya kwamba nabii And the waone Midianites kwamba will be ceased from your life. Wamidiani watakoma Praise kuja the name kwako. of the Lord. Amen. Somebody say every Midianite. Kila Come Wamidiani, on, every Midianite kila that Wamidiani has been pursuing my harvest. ambao wanaandama mavuno Where yangu. are you? Mko Who wapi? are you? Ninyi ni The akina hand nani? of the Lord is against you. Mkono wa Bwana uko juu yenu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. The Bible says Biblia inasema the Midianites Wamidiani arose. ni watu Only arose, waliinuka. waliinuka Only when wakati tu there was a harvest. kuna mavuno. As long as there is no harvest, Mradi hakuna mavuno, the Midianites have no business with you. Wamidiani But wametulia. immediately your harvest is ready. Mara tu mavuno The yakiiva, Bible says Biblia they inasema came up wanainuka and they didn't come alone. na hawajakuja The peke Bible yao. says Biblia they inasema came up in large numbers. wanakuja kwa wingi. I don't know which Midianites Sijui ni Wamidiani have been wagani pursuing your life. wameishi kukuandama. Every time the end of the month comes, Kila mwisho wa mwezi there is a ukifika, Midianite called an uncle kuna Midiani ambaye ni that mjomba calls from home. anapiga You simu. know what, my brother? Unajua You ndugu, know what, my son? unajua mwanangu, Somebody is sick at home. kuna mtu I mpaka have come to nyumbani. declare to that Midianite, Ninatangazia their hao time is Wamidiani, over in your life. wakati You wao will enjoy umekwisha. your harvest in Wewe Jesus' name. utafurahia You mavuno will yako. enjoy the labor of your hands in Jesus' Utafurahia name. kazi ya mikono Some of yako. the Midianites, Wamidiani they are wengine called mothers-in-law. ni mama mkwe. Every time end month comes, Kila mwisho wa mwezi she is ukifika, carrying a kiondo to your house. amebeba kiondoo kuja And she has kwako no business in your house. na hana shughuli But she yoyote. knows it is the end of the month. Anajua mwisho wa mwezi That is the umefika. Midianite. Huyo ni I have come to Midiani. declare to that Midianite, Ninatangazia they huyo will not Midiani destroy your efforts anymore. hata haribu They will tena not juhudi destroy your zako, harvest anymore. hata kuharibia Every mavuno Midianite tena. in your life that Wamidiani has been maishani destroying your mwako harvest, ambao wanaharibu I mavuno terminate yako, their efforts today. ninamaliza kazi zao. Who is the Hallelujah. Midianite? Wamidiani Who ni is kina the nani? Midianite? They Wamidiani are ni the nani? enemies of your efforts. Ni maadui wa They bidii are the yako, enemies of your harvest. maadui wa mavuno yako. When you are in school, Ukiwa shuleni, the Midianites have no business with you. Wamidiani hawakuwa na When you are shida. pursuing your degree, Wakati unasomea the degree, Midianites have no business with you. Wamidiani hawana But shida na immediately wewe. you land on your first job, Mara tu ukipata the kazi, Midianites come. Wamidiani wanakuja. Is somebody identifying with what I'm saying? Amen. Somebody say every Midianite Kila Wamidiani pursuing my harvest, wanaoandama you mavuno shall yangu expire today. mtaangamia siku ya leo. Some of those Midianites, Wamidiani they are wengine the workers that you have employed. ni wafanyikazi ambao umeajiri. Huh? Amen. Some of the Midianites, Wamidiani wengine they are the workers you have employed. ni wafanyikazi Their ambao work is to umeajiri. devour your harvest. Kazi yao ni I kukuharibia have come to mavuno. declare to them today, Ninawatangazia the leo, time of destruction is over. wakati wa The hand kuharibu of Jehovah is against them. mkono wa Yehova Come uko on, I juu say the yao. hand of Jehovah is against them. Mkono wa Yehova uko kinyume Every nao. Midianite that has Wamidiani been destroying your efforts, wanaoharibu bidii they wait yako until it is end of the month. wanangoja mwisho wa mwezi, They shall expire. wataangamia. Some of the Midianites, Wamidiani they are wengine your business colleagues. ni wale mnaofanya You biashara call them pamoja. business partners. Unasema But mnashiriki every time you're biashara, just about to seal a deal, ukiwa karibu kukamilisha just deal, about to get your harvest, karibu upate the mavuno, deal backfires. hiyo deal The inaharibika. Midianite is within you. Wamidiani wako pamoja na wewe. The Midianite is together with you. Wamidiani wako pamoja na Bible wewe. says, Biblia inasema anytime wakati that the wowote children of Israel Waisraeli were ready to harvest, wakiwa tayari the kuvuna, Midianites came. Wamidiani And they wanakuja, came in great numbers. wanakuja kwa wingi. Some of the Midianites, Wamidiani they are wengine your relatives. ni watu wa familia They come yenu, and camp in your house. wanakuja kuishi I have come kwako. to declare to those Midianites, Ninawatangazia it is time to Wamidiani, go back to ni Mashambani. wakati wa kurudi My house is mashambani. not